jitihada mbalimbali za serikali katika kuweka mazingira bora ya elimu katika taifa letu, nipende kutambua mchango wa sekta binafsi katika kukuza nguvu kazi ya taifa. Na kwenye hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara inatambua umuhimu wa ushirikiano kati ya sekta binafsi na taasisi za umma katika kutoa elimu, na kupitia utaratibu wa Public Private Partnership, yani PPP, miradi mbalimbali ya elimu na mafunzo inaendelea kutekelezwa, ikiwemo ujenzi wa miundombinu, programu za mafunzo ya vitendo na utafiti, pamoja na kuboresha taasisi binafsi za elimu. Ushirikiano huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni muhimu katika kuhakikisha taifa linapata wataalamu ambao watakuwa na mchango katika kutekeleza dira ya taifa 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme hapa kwamba mwaka hadi mwaka tumekuwa na ongezeko la fedha inayotengwa kwa ajili ya kufadhili masomo haya ya elimu ya juu, na kwa sasa hivi kwa bajeti hii ambayo tunayokwenda nayo mwaka 2025-26 tumefikia takriban bilioni 916, ambayo ni ongezeko kubwa tangu mwaka 2021 ambao tulikuwa takriban bilioni 500. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inaonyesha wazi dhamira ya serikali ya kuwekeza kwenye nguvu kazi yenye maarifa, ujuzi na inayoweza kuchangia katika suluhisho la maendeleo la changamoto za maendeleo hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu zinaonyesha kwamba bajeti ya serikali inayoelekezwa katika sekta ya elimu kwa ujumla wake imefika takriban 19%, na lengo letu ni kufika takriban 20%. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inaonyesha pia msukumo ambao serikali inatoa kwenye eneo hili la kujenga nguvu kazi yenye maarifa na ujuzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu mgeni rasmi, kongamano hili ni mahususi kuenzi urithi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere katika suala zima la kuleta maendeleo ya taifa letu, na hivyo lina malengo madogo manne kama ifuatavyo. Kwanza ni kukuza na kuenzi urithi wa Mwalimu Julius Nyerere katika maendeleo ya rasilimali watu. Pili ni kubaini njia za kimkakati za kujenga nguvu kazi yenye ujuzi na inayoweza kuendana na mahitaji ya dira ya 2050. Tatu ni kukuza majadiliano kati ya wadau kuhusu sera na ubunifu utakaounda mustakabali wa elimu katika nchi yetu. Na nne, kutoa hamasa kwa kizazi cha sasa na kijacho kuendeleza maono ya Mwalimu ya umoja, amani, uadilifu na maendeleo. Serikali inalenga kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na nguvu kazi yenye ujuzi wa kisasa inayowezesha kushindana na soko la ajira la kikanda na kimataifa na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imeweka kipaumbele kikubwa katika kuboresha elimu, mafunzo na ujuzi kama nguzo ya kukuza uchumi wa taifa letu. Kauli mbiu ya kongamano hili kwa mwaka huu inasema nguvu kazi yenye ujuzi kwa maendeleo ya taifa, kuendeleza urithi wa Mwalimu Nyerere kuelekea dira ya mwaka 2050. Kauli mbiu hii kimsingi inatukumbusha kuwa mafanikio ya taifa letu katika miaka ijayo inategemea sana kwa kiasi kikubwa ubora wa watu wake ambao ndio sisi. Kauli mbiu hii inatuhamasisha kuunganisha urithi wa fikra za Mwalimu Nyerere na mwelekeo wa sasa wa dira yetu ya taifa ambayo tayari imeanza kutekelezwa. Dira hii yenye malengo ambayo inajenga uchumi wa kidijitali, jumuishi, shindani na ambayo inategemea sana ujuzi katika sekta zote. Ndugu washiriki, hayati Mwalimu Nyerere aliamini kuwa nguvu kazi yenye elimu, maarifa, maadili ndio msingi wa uhuru wa kweli na maendeleo endelevu. Na katika falsafa yake ya elimu na kujitegemea, Mwalimu alifafanua kuwa elimu bora sio inayolenga kupata cheti, bali inamjenga mtu kuwa mzalendo, mzalishaji na mwenye mchango kwa jamii yake na taifa zima. Msingi wa maendeleo ya taifa letu ni watu wenye ujuzi, ubunifu na maadili. Kwa nitoe wito kwa vyuo vikuu, taasisi za utafiti, sekta binafsi na vijana wa Tanzania
kote nchini. Tuendelee kushirikiana kutekeleza malengo yetu kwa vitendo, na hasa yale malengo ya dira ya taifa mwaka 2050. Tuweke mbele elimu bora, ujuzi, ubunifu na uzalendo kama silaha za kujenga taifa lenye ustawi, amani na maendeleo jumuishi. Kwa taasisi zote za biashara, viwanda na mashirika binafsi, kwa kushirikiana na taasisi za serikali, anzisheni program za mafunzo kwa vitendo maeneo ya kazi ili kukuza stadi za kazi. Taifa letu halitaweza kufikia uchumi wa viwanda bila ushiriki wa sekta binafsi, na hasa katika kutengeneza nafasi za mafunzo, kufadhili tafiti na kuendeleza teknolojia. Hapa lengo ni kuhamasisha, na katika uhamasishaji huu lazima tuanzishe mfumo wa kutambua waajiri wanaowekeza zaidi katika kukuza ujuzi na vijana. Tufanye nayo kazi kwa pamoja kwa lengo la kuwafikia vijana wengi wa Tanzania. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Tume ya Vyuo Vikuu TCU na Baraza la Elimu la Ufundi NACTVET, hakikisheni kwamba mitaala yote inakidhi mahitaji ya sasa, hasa kwenye soko la ajira, sambamba na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi na sekondari, ili kila mtoto wa Tanzania apate elimu hii ya msingi imwezeshe kuendelea mbele, na hasa katika kupata ujuzi, fikra pevu tangu anapokuwa na umri mdogo. Kwa vyuo vya VETA, vyuo vya maendeleo ya wananchi na vyuo vyote vya ujasiriamali kote nchini, andaeni mitaala inayojibu mahitaji halisi ya sekta za uzalishaji. Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya, MUST, DIT na vyuo vingine vya ufundi, kuweni imara katika teknolojia za viwanda, nishati safi na uchumi wa kidijitali, sambamba na kushirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH katika kuhamasisha ubunifu unaotatua changamoto za jamii. Na kwenye hili mkae pamoja, muandae siku maalum ya kupokea ubunifu kutoka kwa Watanzania, uratibiwe na upate mwongozo wa kuingia kwenye soko la ajira. 4.